Mfanyange survey before msign deals na these broadcasting companies. And then umetoka huko chini huko mstuni umekuja umefika Kenya Premier League. Broadcasting hakuna. Mavijana wako na agenda ya kuprosper, wako na agenda ya kuwatumia. Ili tubaniwe na FIFA. Tutengeneze nyumba yetu, we put our house in order. Mweke game mali accessible kwa wase. Mbona game iende kuchezewa msituni huko hivyo Kiambu? Any of them mwenye umesikia amefanya something tangible kwa sports? Hakuna. Country like Uganda inatulemea aje. We have so many homosexuals who are killing a lot of talents. Alikuwa na tabia kushika wase sana. Umse huwa anafira wase. Mkitembea naye anakudaradara, but those days ungefikiria umse ananidara by the way. Oh, mavijana wanafunguliwa boot huku hivi left, right and center. Hello guys, welcome to the football mess. It's gonna be slippery just as usual. Today I'm going to talk about Kenyan football. There's a lot of things in affect Kenyan football and it is high time we talk about them. I'm speaking out of our experience because nilikuwa nacheza ball. The biggest problem challenge yenye Kenyans we tuko nayo, hakuna, there's no that transition ya tapping talents kutoka huku hivi mtaani wase wafike that level ya kwenda kucheza English Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga or just international football. Majority ya hao wazungu unaona wase wanaanza kucheza ball wakiwa 1 year, 2 years, 3 years. Mse ana grow na futa by the time ako 16 years, mse anajua ball ina mrespect. But majority of our players, majority of them, they don't have that foundation ya futa. Hiyo ndo tuna lack sana in Kenya because we don't have facilities zenye na tufundisha ball. Apart from football academies, another challenge, it is homosexuality, and I'm talking out of experience. We have these coaches that are gays. I remember when I was playing zile games za mtaa, we had a coach who was gay. And majority of us, we were so naive, we were so young yenye aunge jua this guy is homosexual. But we used to see the way he used to behave because these guys are using our mavijana. Wengine wao wanakubali, wengine wao wanakataa. Wakikupromise hao watakupeleka mbali, utaenda majuu, utaenda nini. All those shenanigans. Wanakupromise milk ndani huko mbele vile vitu zinaenda kukua poa. Unaona, by the way hii itanipeleka fa. Tulikuwa tunasikianga tu umse huwa anafira wase. Hizo vitu tulikuwa tunasikia tukio, lakini you are like, mimi ajai fanyia ule. So he was choosing very carefully wenye analala nao. Oh, mavijana wanafunguliwa boot huku hivi left, right and center. Mkitembea naye anakudaradara, but those days ungefikiria umse ananidara by the way. Alikuwa na tabia kushika wase sana, but mavijana walikuwa wadogo, walikuwa pale hivyo wako very passionate at working, wanataka kuprosper in football. The guy had other agendas. Mavijana wako na agenda ya kuprosper, yako na agenda ya kuwatumia. Hii ni kitu yenye wase wengi waongei in Kenya. We have so many homosexuals who are killing a lot of talents. I remember our team in Bungoma. It was among the team yenye ilitengeneza kina Nzoia Sugar. Another players came to Kenya Premier League. Wamechezea Sofapaka, wamechezea FC Leopards, wamechezea Nairobi City Stars. Wengine wameenda majuu. All these hao majamaa wote tulikuwa tunacheza nao ball. Na walijua wenyewe this guy was homosexual. But hao waliona by the way this guy wakajitoa kwa timu yetu. And we had very big teams from Bungoma. The majority of players waliachana na game because walikuwa sodomized. Wengine waka give up na hiyo pursue the talent, wakaachana na futa. So hii kitu pia wase wanafaa kuiongelelea homosexuality. Majority of these people who are in these corridors of power, the gatekeepers in Kenya, some people who are sodomizing mavijana huku mtaani because ya kuwa promise milk ndani huko mbele. The major part ya Kenya yenye wanacheza ball ni Western na Nyanza. That is a fact. But we have talents also from Northeastern. We have talents from Kiambu, Murang'a, Coast. We have talents all over Kenya. But there's no channel, there's no route of these guys kutoka mtaani kuja hata kuchezea Kenya Premier League.
and then umehustle, umetoka huko chini huko mstuni, umekuja umefika Kenya Premier League. Broadcasting hakuna, wanaoneshwa Star Times. Yes, I'm not despising, I'm not disrespecting Star Times. It is a broadcasting company, but ijafika league ya SuperSport or DSTV. The Ministry of Sports in Kenya, FKF, the president of FKF Nick Mwendo and the incoming one ikuwe ni Mariga na huyo sijui Hassan ama nani yote ule atawin. Mfanyange survey before mu sign deals na these broadcasting companies. Before you sign a deal, mnafaa mjue percentage kubwa ni gani wenye wako na GoTV na DSTV ama Star Times. Not just signing deals. Even those days yenye the Kenya media ilikuwa ina broadcast those matches. It was a problem paying these football clubs. Hakuna do inafikia wachezaji, na ndo maana hakuna sponsors wanakuja kusponsor these teams, because kama game haikuwa broadcasted yenye inaonyeshwa dunia mzima or the larger part of Africa, and the biggest broadcasting company in Africa, it is SuperSport. Mbona wakati wa Nyamwea Kenyan Premier League ilikuwa inaonyeshwa DSTV? Ababu na Mwamba came and promised Kenyans atarudisha Kenyan Premier League kwa DSTV, ikabakia Star Times. No pun intended to Star Times, but it's not the same league na SuperSport. Even though unasikia walikuwa wanatoa do mingi, but walitoa do mingi na bado wachezaji hawalipwi, bado vilabu hazina do, bado wasema vilabu zina forfeit matches. Mbona tukue na ligi kubwa, another challenge? Mbona tukue na ligi iko na 18 teams na ma teams zingine zinashindwa ku attend matches during the match day, wana forfeit matches? Yaani tukue na team na ligi iko na team 12 or 16 na kila team iko na capable ya ku attend matches. They have finances, they have sponsors on board. How can you come and sponsor something that is in a vacuum? It's not being broadcasted. Even Kenyans, majority of them, ukienda kuwauliza leo timu gani zilikuwa promoted from National League to Kenya Premier League, hata even me I don't know teams gani zilikuwa relegated, gani zilikuwa promoted, team gani ziko kwa Kenya Premier League, I don't know, because the broadcasting is not there. Even if it is there, I don't have those zenye zinaonesha hiyo league. Ili tubaniwe na FIFA, tutengeneze nyumba yetu, put our house in order. Hata tukirudi kwa FIFA after wametuban, turudi tupate heshima, turudi to participate in World Cup, turudi to participate in African Cup of Nations. Kenya inafaa ikuwe kwa African Cup of Nations each and every season. There's no way we have all this talent that goes to waste in Kenya. Country like Uganda inatulemea aje? No pun intended to Uganda, but we have better infrastructure than Uganda. We have better infrastructure in Eastern and Central Africa. But to just structure tu yetu kutoka from top to bottom is very pathetic. Corruption. We have people who are not interested in salvaging the Kenyan football. Wa Kenya wanapenda futa, and that's why ukienda hizi games za school games, wase wamejaza study. Mbona wase waendangi kuocha games za Tusker? Gor, yes, wanakuwa na mashabiki, but even the numbers are reducing ya Gor. The numbers are reducing ya FC Leopards. I remember that season yenye Thika United ilifanya Gor Mahia kutobeba hiyo kikombe. That season the league was so competitive. The league was so entertaining. People were glued following up Kenyan football. But what happened? Rashid Echesa came there with a lot of mouthing. Amina Mohamed, Wario was there. Ababu na Mwamba, kina Kamanda walikuwa hapo, kina Ochilo Ayako. Just imagine all those names. Any of them mwenye umesikia amefanya something tangible kwa sports? Hakuna. Those tournaments zenye wanatoanga ni za kucampaign. Wanataka kusimama MP, wanataka kusimama governor, wanataka kusimama certain seat, ndio wao wanaleta hizo tona. But zile tournament initiated na government to nurture talent, or mfanye some tax relief na these private companies wa sponsor these tournaments, wa sponsor Kenya Premier League. Kenya Premier League goes mara haina sponsor, mara iko nayo, mara haina, mara iko nayo, mara haina. We don't have sponsors on the table because there's nothing to invest on. There's nothing tangible to work with.
Imagine even majority of these teams hazina buses, they don't have their own stadium. Mbona wasee waende wacheze huko Moroni, huko msituni, wasee waendi kuwatch game? Si hata game yeko hapa Kasarani, wasee wanaweza enda kuwatch na ikwe magari zinabeba pale zikipeleka wasee hata cheaper price. Mbona game iende kuchezewa msituni huko hivyo Kiambu? Si mweke game hapa tu Thika Stadium. Mtengeneze Thika Stadium wenye wasee wanaweza enda kuwatch game kwa materraces. Mtengeneze a modern terrace. Ama mpeleke game Nyayo Stadium Center kwa kila msee anaweza afford kwenda Nairobi. Kwa gari zinaenda Nairobi kila kutoka each and every county. Mweke game mahali accessible kwa wasee. Mweke game mahali accessible. We have to wake up as Kenyans and the Ministry of Sports and the FKF. Thank you so much for watching this video. Mucho gracias, merci, asanteni sana. Let me know in the comment section what you think about this.